Medali ni wale ambao wanajikita chini, wanajiandaa vizuri na kuipambania timu yao. Kama sio uongozi imara Young Africans, kama sio kuwa na wachezaji ambao wana uzoefu, kama sio kuwa na wanachama na mashabiki ambao ni wavumilivu, mafanikio ambayo tumeyapata leo pengine tusingeyapata. Kwa hiyo ni kiasi cha kujipongeza wote. Umekuwa msimu mgumu na wenyewe mmeshuhudia leo ndani ya uwanja tumepoteza best players wetu kwenye nyakati zote, mwanzo wa msimu, katikati ya msimu na mwisho wa msimu. Majeraha makubwa yameisumbua timu yetu kwa wachezaji wetu nyota, lakini ndivyo tunasema alhamdulillah, msimu malizika, tumekuwa mabingwa, tutajiandaa kwa anaofuata sasa. Mipango ikoje? Sababu sasa ndio eneo langu. Mwaka huu tunakwenda kufanya sherehe za tofauti sana. Mwaka huu nilimsikia siku moja yule Miraji akisema Yanga watasherehekea sana kombe hili kuliko miaka yote. Ni kweli. Mwaka huu tutapiga msondo sana. Niwape tu ratiba fupi ya jambo letu. Leo usiku ili kombe tumelichukulia chumba kwenye hoteli ya nyota 5 hapa Dar es Salaam, linakwenda kulala pale na kutakuwa na ulinzi mkubwa sana nje ya kile chumba kwa sababu tumegundua maadui ni wengi. Chopa tu yenyewe ilikuwa imekaa juu ilikuwa inatembea kwa wasiwasi. Ikija hapa watu wanafurahia, ikienda Mwenge watu wanasonya. Ikabidi rubani yule apige simu kwa NBC. Mmeniambia viwanja vyote viwili kuna sherehe. Mbona huku unapata vigelegele, huku unapata misonyo, shida nini? Akaambiwa Prince Dube huyo kashaharibu mambo. Kwa hiyo chopa ikabidi irudi kae inatembea tu hapa jeshini hapa. Kule tena haiendi. Sasa leo tunakwenda kulihifadhi kwa ajili ya hao maadui. Lakini siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ni tarehe 3 tutakwenda kufanya dina gala moja kubwa sana hapa Dar es Salaam kwenye moja ya hoteli kubwa sana. Tutaalika viongozi na mashabiki mbalimbali kwenye hiyo dina gala ya kusherehekea uchampioni wetu. Alafu Jumamosi tarehe 4 ndio siku ya paredi. Tarehe 4 mwezi wa 7 ndio siku ya paredi. Na paredi safari hii haitafanyika Dar es Salaam. Itafanyika katika jiji la Mwanza. Tutakwenda kuifanya Mwanza. Kwa hiyo tarehe 4 Air Tanzania itaondoka hapa, itakwenda Mwanza, gari linatusubiri kule, tutapanda, tunaelekea CCM Kirumba kwa ajili ya burudani. Kwa hiyo niwaambie wanayanga wa kanda ya Ziwa wajiandae. Mwaka huu uongozi umechagua paredi la kihistoria la mara 5 likafanyike tarehe 4 Mwanza. Kwa hiyo wajiandae. Nimekusikia vizuri na waliokuwa Dar es Salaam tujiandae na safari ya kwenda kwenye sherehe. Siku hiyo tutasherehekea asubuhi mpaka usiku. Tuna orodha ya wasanii wote mnawajua nyie wataperform, wandai na wa kimataifa watakuja. Hatutaacha mwili wetu siku hiyo hata katika kisehemu kidogo tusifurahi. Kwa hiyo tarehe 4 Jumamosi ni paredi la kihistoria Mwanza hiyo. Nimekusikia vizuri mwenyekiti, ni tarehe 4 hii. Tarehe 4 Jumamosi. Chuma itaondoka Dar es Salaam itakwenda Mwanza, gari la paita tusubiri pale. Kwa hiyo kutoka player ataingia kwenye gari, tutaizunguka Mwanza yote, alafu tutakwenda CCM Kirumba kwa ajili ya kwenda kufurahi. Na zaidi ya siku 3 hapa mwenyekiti. Kwa nini mmechagua tarehe 4? Kuna shughuli nyingi, hata Jumapili pia kuna parade nyingine. Hapa nimekopa tu za mpaka Jumamosi. Hapa tuna sherehe nyingi. Yaani mwezi ni mwezi wa party to party to party. Kwa hiyo tarehe 4 ndio tunafungua maparedi. Huu ni msimu wa maparedi. Tarehe 4 tunafungua, basi limeshafika, liko Mwanza limetulia. Kwa hiyo tarehe 4 tunakwenda wanayanga wote. Kwa wanayanga Dar es Salaam tujiandae na safari. Tarehe 2 hapo tuingie kwenye mabasi, msafara. Bwana leo umekuwa msafara mkubwa leo Dar es Salaam. Gari zaidi ya 200 hivi zimetoka makao makuu, zimesumbua sana Dar es Salaam. Kwa hiyo naamini pia Mwanza gari zaidi ya 500 za wanayanga, matawi yote tutakwenda kule. Nyie njooni tu. Kula na kunywa, GSM kashamaliza. Patachinjwa ng'ombe, patachinjwa kuku, yatagewa maji, juisi, kila kitu. Besi ameshagharamia. Kwa hiyo sisi wanayanga Dar es Salaam tujiandae twende, alafu wale wa Mwanza wa kanda ya Ziwa wote wajiandae kutupokea. Tarehe 4 ni parade day. Jumamosi hiyo, parade day hiyo. Yaani mnaenda kufanya shughuli juu ya shughuli. Tarehe 4 ni parade day. Wewe unatujua una mashaka na mimi Jadu? Una mashaka na Yanga? Nchi itasimama tarehe 4. CCM Kirumba Mwanza yote itakuwa kijani na njano.
Wanayanga tunatoka airport tunazunguka Mwanza, alafu tunakwenda CCM Kirumba. Hakuna kiingilio, yenyewe njooni tupate burudani inshallah. Hiyo haijawahi kutokea, tunakuhakikishia. Sawa. Una mashaka? Sina mashaka. Ila kuna shughuli siku ya tarehe 4. Na wale wote ambao walikuwa wanalalamika kwamba Pemba ni mbali, njooni Mwanza. Nimeona malalamiko ni mengi, watu wanalalamika na umaskini wao kwamba Pemba ni mbali. Njooni Mwanza, pia kuna sherehe, tufurahi pamoja. Hii leo mwenyekiti, ilikuwa ngumu sababu kuna zaidi ya fainali kama 2-3 hivi. Kufika mechi ya mwisho kutangaza ubingwa, mechi inakuwa gani ngumu. Nakumbuka hata ile pale Azam Complex ilikuwa gani ngumu. Unajua JKT ni mpinzani mgumu, hilo linafahamika, na huu uwanja pia umekuwa ni mgumu kwetu sisi, lakini leo kuna kitu kimeongezeka. Pamoja na dhamira ya kimpira, sidhani kama dhamira ya kimpira ilikuwa imesheheni kwa 100%. Nafikiri kuna dhamira nyingine zilikuwepo leo ambazo kwa kiasi kikubwa tuseme Mwenyezi Mungu alhamdulillah kaziepusha. Hata ambazo zimetokea hizo ndogo tumshukuru Mwenyezi Mungu, pengine angetokea makubwa zaidi, lakini limetokea hilo dogo tuseme alhamdulillah. Tunaondoka, JKT wabakie na uwanja wao, wafurahie na wao kwa walichokipata. Kama kweli wamepata wafurahie, basi wamefanya ngapi wako JKT? Ya 5 ya 6, wafurahie na wao. Nani kawa top scorer kwa nimesahau? Mosi ndo umo kafunga hat-trick. Hussein Masanza kama unamuona alisema Hussein goli 17 katembea na ule msemo aibu mtaona nyie. Hussein ana aibu. Mosi kapiga hat-trick leo. Mechi imeishaje? Nani kashinda? Kashinda Fountain. Yaani Singida kafungwa.